Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameonya mataifa yenye nguvu duniani yanayojiita yana nguvu kujifunza kutokana na historia, akisema kuwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu yamepelekea Marekani kupata tena pigo kubwa huko Isfahan, sawa na kushindwa kwake kwa aibu katika jangwa la Tabas takribani miaka 46 ambayo imepita. Kupitia ujumbe ambao umechapisha kwenye mtandao wa X, Bwana Pezeshkian ameadhimisha kumbukumbu ya kushindwa kwa Marekani katika jangwa la Tabas Desert mwezi April mwaka 1980 wakati operation iliyojulikana kama Operation Eagle Claw iliyolenga kuwaokoa maafisa wa Marekani waliokuwa wanashikiliwa nchini Iran ilipoishia katika maafa kufuatia dhoruba kali za mchanga ambazo hazikutarajiwa. Anasema siku hii ilidhihirisha ushindi wa mapenzi ya Mwenyezi Mungu dhidi ya mapenzi mengine yote. Ameongeza kuwa mwaka huu kwa rehema za Mwenyezi Mungu, Tabas nyingine imeshuhudiwa kusini mwa Isfahan, jambo ambalo linathibitisha kuwa Mungu wa mchanga wa Tabas bado ndiye mlinzi wa taifa hili. Pezeshkian ameonya pia wanaoendesha mashambulizi kujifunza kutokana na historia, vinginevyo watashuhudia tena kurudiwa kwa kushindwa kwa aina hiyo. Kwenye maelezo, rais amerejelea operation ya Marekani ambayo ilifanyika mapema mwezi April 2026 ambayo ilimalizika kwa kile walichokita kushindwa vibaya baada ya vikosi maalum vya Marekani kudaiwa kukabiliwa haraka na kudhibitiwa na majeshi ya Iran. Operesheni hiyo inadaiwa kulenga kumwokoa rubani wa ndege ya kivita Marekani iliyodunguliwa iligeuka kuwa janga baada ya vikosi vya Iran kudaiwa kuharibu ndege mbili za usafiri aina ya C-130 na helikopta mbili za Black Hawk karibu na uwanja wa ndege ambao ulitelekezwa kusini mwa Isfahan, ambako vikosi vya Marekani vilijaribu kutua kwa siri. Taarifa zinasema kwamba wanajeshi 5 wa Marekani waliuawa, wengine wakikimbia eneo hilo kwa kutumia ndege ambazo zilibaki na kuacha nyuma vifaa nyeti pamoja na nyaraka muhimu za Marekani ambazo hao wanajeshi wa Marekani walikuwa wameenda nazo katika eneo hilo. Mtakumbuka ndugu zangu, niliwahi kuzungumza siku moja nikasema kwa bahati mbaya sana ni kama Rais Donald Trump anateka sana headline, yani anachukua sana muda wa media kuweza kujadili yale ambayo anayafanya, lakini katika uhalisia, mtakumbuka hata ili tukio ambalo lilitokea hapo Isfahan, nilizungumza nikasema kuna watu walikuwa wanasema hakuna mwanajeshi wa Marekani amekamatwa sijui na nini. Nikasema no, ni kwa sababu wamekamatwa katika mazingira ambayo Marekani yenyewe ndio ambayo inatengeneza taarifa za kupeleka duniani. Lakini so far so good ni kwamba kwenye ile eneo la Isfahan Marekani alipoteza vibaya mno, na leo mmesikia rais wa Iran Masoud Pezeshkian mwenyewe amezungumza akasema kwamba Marekani ilipoteza kwa kiwango kikubwa sana kama ambavyo ilifanyika katika hilo eneo la Tabas. Sasa ripoti nyingine ambayo tunayo hapa ni waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema amewasilisha kwa wapatanishi wa Pakistan kile ambacho kinaitwa mfumo ambao unatekelezeka unaolenga kumaliza kabisa vita vya uchokozi vya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran, wakati wa ziara yake ambayo ameitaja kuwa ni ziara yenye mafanikio makubwa mjini Islamabad. Na mtakumbuka Araghchi ana ziara Oman, Pakistan pamoja na Moscow kwa maana ya Urusi. Araghchi kupitia katika ujumbe ambao umechapisha kwenye akaunti yake mtandao wa X tarehe 25 mwezi wa 4 mwaka 2026 amesema baada ya kuhitimisha ziara ya siku moja katika mji mkuu wa Pakistan Islamabad, akiwa ameongeza ujumbe wa kidiplomasia. Anasema Iran inathamini sana juhudi njema na za kindugu za Pakistan katika kurejesha amani katika eneo hilo. Anasema nimeshiriki msimamo wa Iran kuhusu mfumo ambao unatekelezeka wa kumaliza kabisa vita dhidi ya Iran. Bado hatujaona kama Marekani ina nia dhati kuhusu diplomasia, alichapisha katika ukurasa. Ifahamike huyu ndio mwanadiplomasia mkuu wa Iran baada ya kufanya mazungumzo. Na ninaposema mwanadiplomasia mkuu wa Iran hapa lazima mnielewe. Duniani kote waziri wa mambo ya nje, yeye ndiye ambaye huwa anakuwa ni mwanadiplomasia namba 1 katika taifa lolote lile duniani. Lakini huwa naona kidogo kuna utofauti kidogo kwa mataifa mengine ya Kiafrika.
huwa naona ni kama yanamtem mwanadiplomasia, yani hawampi yale maua yake kama ambavyo inatakiwa. Baada ya Arach kufanya mazungumzo na maafisa waandamizi wa Pakistan kuhusu usalama wa kikanda na usitishaji wa vita na Marekani, Arach aliondoka Islamabad na tayari amewasili mji mkuu wa Oman, Muscat, Jumamosi jioni. Akiwa Islamabad, ambayo ilikuwa kituo cha kwanza katika ziara yake ya mataifa matatu, Arach amekutana na mkuu wa jeshi la Pakistan Asim Munir, ambaye ni muhimili muhimu katika juhudi za upatanishi, pamoja na waziri mkuu Shehbaz Sharif, pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Pakistan anayefahamika kama Ishaq Dal. Waziri wa mambo ya nje wa Iran anatarajiwa kutembelea pia mji mkuu wa Urusi, Moscow, mwishoni mwa ziara yake. Na Arach alishukuru Pakistan kwa juhudi zake za kiupatanishi, lakini kusitisha vita ambao walifanikiwa April 8 kati ya Tehran pamoja na Washington, pamoja na mazungumzo ambayo yalifuata, na akaeleza msimamo ya msingi ya Iran kuhusu hali ya makubaliano hayo muhimu ya kumaliza vita ambavyo vililazimisha dhidi ya taifa hilo. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Sharif wa kule Pakistan ameeleza mkutano wake na Arach kuwa ulikuwa wa joto na wenye maelewano makubwa kuhusu hali ya sasa ya kikanda. Ameongeza kuwa alijadili pia masuala ya maslahi ya pamoja, ikiwemo kuimarisha zaidi uhusiano wa pande mbili kati ya Pakistan pamoja na Iran. Kufuatia kuondoka kwa Arach kuelekea Muscat, Oman, rais wa Marekani Trump amesema amefuta ziara ya wajumbe wake Steve Witkoff na Jared Kushner waliokuwa wanaelekea Islamabad kukutana na wapatanishi. Rais wa Marekani Trump kupitia katika ukurasa wake wa Truth Social ameandika maneno haya, na nukuu: "Nimefuta safari ya wawakilishi wangu kwenda Islamabad, Pakistan kukutana na Wairan. Muda mwingi unapotea kwenye safari na kuna kazi nyingi, na Tehran ilikuwa tayari imesema kuwa hakutakuwa na mpango wa ujumbe wa Iran kukutana na wawakilishi wa Marekani mjini Islamabad." Katika ujumbe ambao ulichapisha kabla ya safari yake kuelekea Islamabad, Arach alisema lengo la ziara hiyo ya wakati mwafaka ni kuratibu kwa karibu na washirika wetu kuhusu masuala ya pande mbili na kushauriana juu ya maendeleo ya kikanda. Majirani wetu ni kipaumbele chetu, aliandika Bwana Arach. Mnamo April 8, Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran lilitangaza kufikiwa kwa makubaliano usitishaji vita vya muda ambao vilipatanishwa na Pakistan baada ya Marekani kukubali pendekezo la vipengele 10 ambavyo vilitolewa na Iran. Mazungumzo takribani saa 21 kati ya watu kutoka Marekani na Iran yalishindikana kufua dafu April 11, 2026, na ni kufuatia kile ambacho maafisa wa Iran walisema ni kigeugeu cha Marekani ndicho ambacho kiliwafanya washindwe kufikia makubaliano hayo. Kwa hiyo kama ambavyo tulisema mapema sana, nafikiri watu ambao mmekuwa mkitufuatilia vizuri sana, tuliwahi kuongea tukasema watu ambao watamaliza hii vita sio wa Marekani, bali watu ambao watafanikiwa kumaliza hii vita ni wa Iran. Na leo tunapozungumza ni kwamba Iran ndio ambayo imetoa masharti ambayo yanawezekana kati ya Marekani pamoja na hiyo Iran. Na unajua baada ya hizo kauli ambazo mnaona zina take time sana, rais wa Marekani Bwana Donald Trump anaona ni kama sasa mambo yamekuwa ni magumu. Trump mwenyewe sasa hivi ndiye ambaye anataka wamalize mgogoro, kwa sababu ukiangalia mazungumzo yake ambayo aliyazungumza mara ya kwanza, mazungumzo ya baada ya Vance na washirika wengine kwenda kule Islamabad, yameshindikana. Sasa unaona kauli ambazo anazungumza as now. Mfano anasema, "I just cancelled the trip of my representatives going to Islamabad, Pakistan to meet with Iranians. Too much time wasted on traveling, too much work. Besides which there is tremendous in fighting and confusion with their leadership. Nobody knows who is in charge, including them. Also, we have all the cars they have none. If they want to talk, all they have to do is call President Donald Trump Jr." Sasa rais wa Marekani Donald Trump anazungumza pia ambacho mimi nilikielewa. Nikazungumza siku moja nikasema hivi, yani hakuna kazi ngumu ambayo wanaitoa wa Iran kwa Marekani, kwa sababu yani Iran sasa hivi kila mmoja anazungumza. Yani Marekani walikuwa wanategemea labda atakuwa anazungumza rais tu, sio atazungumza waziri wa mambo ya nje, sio yani sasa hivi kila mtu anazungumza.
leo rais wa Marekani mwenyewe amekiri, anasema hivi wanatumia muda mwingi sana kusafiri kwenda huko, lakini wanafanya kazi ngumu. Lakini akasema hivi, sasa hivi katika taifa la Iran kuna kitu kinaitwa tremendous infighting and confusion within their leadership. Mtu akikwambia ni tremendous, yani tremendous ni kitu cha mpito. Sasa anasema yani hata wenyewe wa Iran sasa hivi ni kama wapo kwenye kipindi cha mpito, in which ni kama na wenyewe wanapambana wao wenyewe viongozi wa kule. Akaenda akasema hivi, nobody knows who is in charge. Hakuna mtu ambaye anajua nani ambaye anashika mamlaka katika taifa la Iran. Yani anasema hivi hata wa Iran wenyewe they don't know who is in charge. Lakini hii niliwahi kuzungumza kipindi cha nyuma nikasema Iran wanapigana vita yenye akili nyingi sana. Iran hawapigani kwa muhemko. Iran wanafahamu Marekani nini hasa ambacho anakitaka, jambo ambalo wa Iran wenyewe wameshindwa kabisa kumuofa Marekani. Leo unamsikia rais wa Marekani bwana Donald Trump, yeye mwenyewe kwa kinywa chake anasema wanashindwa kuelewa kule Iran watazungumza na nani kutokana na vitu ambavyo wanavifanya wa Iran. Zungumzeni na mimi hapa kwenye comment section hapo chini, kwa sababu njia yangu mimi na ninyi ya kuzungumza ni kupitia katika comment section hapa chini. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.